Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ameondoka Islamabad nchini Pakistani kuelekea Moscow nchini Urusi siku ya Jumapili, wizara yake imesema. Hatua hii ni sehemu ya mfululizo wa safari zake kati ya miji mikuu, huku wapatanishi wakitumaini kuendeleza mazungumzo ya amani kati ya Teherani na Marekani. Abbas Araghchi alijumuisha ziara ya Muscat nchini Oman katikati ya safari zake katika mji mkuu wa Pakistani, na alipangiwa kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin huko Moscow siku ya Jumatatu leo, kwa mujibu wa balozi wa Irani. Hata hivyo, bado hakuna dalili kuwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Irani yataanza tena. Siku ya Jumamosi, rais wa Marekani Donald Trump alifuta safari iliyopangwa ya kuelekea Islamabad nchini Pakistani kwa wapatanishi wake Steve Witkoff pamoja na Jared Kushner wakashindwa kusafiri. Lakini katika ishara kwamba juhudi za siri zinaendelea, shirika la habari la Farsi la Irani liliripoti kuwa Irani imetuma ujumbe wa maandishi kwa Marekani kupitia mpatanishi wake Pakistan. Ujumbe huo ulihusu baadhi ya mistari miekundu, yaani mipaka isiyopaswa kuvukwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, ikiwemo masuala ya nyuklia na mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Farsi ilisema ujumbe huo haukuwa sehemu ya mazungumzo yoyote rasmi. Athari za kiuchumi na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz bado zinatikisa ulimwengu. Ingawa makubaliano ya kusitisha mapigano katika vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani vilivyoanza Aprili 8 kwa kusitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili na hatimaye baadaye kuweza kusitisha mapigano kwa muda usiojulikana yamedumu hadi sasa, madhara ya kiuchumi na vita hivyo vinaendelea kuisumbua dunia. Irani imefunga mlango bahari wa Hormuz, hali inayozuia kiasi kikubwa cha mafuta, gesi asilia na mbolea kuingia kwenye soko la kimataifa. Jambo hili limesababisha bei kupanda sana na kuibuka kwa hofu ya njaa kote katika nchi zinazoendelea. Rais Trump akizungumza na Fox News kuhusu kufuta safari ya wapatanishi wake, alisema haina maana kukaa tu na kuzungumza kuhusu mambo yasiyo na tija, akiongeza, sisi ndio wenye karata zote. Ikiwa wanataka kuzungumza wanaweza kuja kwetu au kutupigia simu. Unajua kuna simu, tuna njia salama za mawasiliano, alisema Trump. Rais Trump anakabiliwa na shinikizo kubwa la ndani kutokana na kupanda kwa bei ya petroli nchini Marekani, huku uchaguzi wa katikati ya muhula ukitarajiwa kufanyika mwezi Novemba mjini Washington. Abbas Araghchi akiwa ni waziri wa mambo ya nje wa Irani ameonekana kuwa ni kiungo muhimu katika duru za kutafuta amani na mustakabali wa taifa la Irani, ambalo limekuwa linakabiliwa na maandamano ya hapa na pale katika baadhi ya makundi ambayo yanaunga mkono swala la usitishaji mpango wa nyuklia ili kunusuru maisha ya watu wa Irani, hatua ambayo imekuwa inapingwa vikali na viongozi wakuu wa taifa hilo ambao wamekuwa wanahitaji heshima na nidhamu katika mpango wa duru ya amani, hasa kutoka Marekani ambaye amekuwa anahitaji mambo mengi kutoka kwao. Inaelezwa ya kwamba Marekani anahitaji urani ambazo zimerutubishwa na Irani, swala ambalo Irani haiko tayari kuipatia urani Marekani. Hata hivyo, Marekani bado anahitaji Irani iachane na mpango wa kurutubisha urani, jambo ambalo pia bado Irani kwao ni gumu. Vilevile swala gumu, Washington inaitaka Teherani kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuacha kutoza meli ushuru, wakati ambao imefunga biashara na meli za kimataifa kufanya kazi katika bandari za Irani. Hata hivyo, Marekani bado imeweka mzingiro katika mlango bahari wa Hormuz, huku ikitoa wito kwa mataifa mbalimbali kufanya hivyo, hatua ambayo imesababisha Umoja wa Ulaya kuitisha kikao uliowakutanisha zaidi ya mataifa 30 katika kujadili mpango wa kwenda kuimarisha usalama katika mlango bahari wa Hormuz, swala ambalo linaiharibia Irani katika mashirikiano yake baina na nchi za Ulaya. Swala hili linaonekana kutatiza karata za Marekani dhidi ya Irani, hatua ambayo inaipa ugumu Marekani kuungwa mkono na mataifa mengine ambayo yanaonekana kukaa mstari wa katikati bila ya kuegemea Irani. Swala jingine ambalo Marekani inahitaji kuokota tende chini ya mpera ni pale iliposhikilia mali za Irani zilizoko Marekani, hatua ambayo imetajwa na Irani ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa.